tear gas everywhere. It was raining from the sky. Baba mtakatifu uliye mbinguni, wewe ni mtakatifu na mwema siku zote. Wewe usiyebadilika, jina lako tukufu lihimidiwe. Tazama Bwana, dunia hii inajiangamiza yenyewe. Hata katika akili zetu butu, matendo ambayo sisi wanadamu tunayatekeleza, Bwana, yanatosha kutuangamiza kabisa, tusiwepo tena. Katika wingi wa roho zako katika dunia hii zinazokutafuta, katika wingi wa wanadamu ambao wana kiu isiyonyamazishwa, Baba mtakatifu, haujanyamaza, wala shauku yako ya kutaka kuwaokoa wanadamu haipungui wakati wowote. Tazama Bwana, unakusudia kuifunua tabia yako na kuona kwamba kila mwanadamu apate kuamini kuwa katika majanga yote yanayoikumba dunia hii na katika kila hatari, wewe Bwana hauhusiki kwa mkono wako kusababisha hatari hiyo, bali Bwana, wewe ni mwokozi wa mwili na roho za wanadamu wako. Na sasa Baba mtakatifu, kutoka katika mimbari zilizonakishiwa za gharama kubwa, sauti zinasikika zikuhubiri ya kwamba maumivu na majanga yote na mateso yanayowapata wanadamu, naam, na hata ziwa la moto lenyewe, uangamivu na kifo cha mwisho cha wanadamu, wewe kwa hasira yako na kisasi unayapanga na kuyakusudia. Hayo yote Bwana yananajisi na kuchafua roho za wanadamu ambao wanatafuta kuishi na wewe, kwa kuwatia hofu na kuwafanya kuogope kuliko ambavyo ilikuwa kama wangeelewa jinsi ulivyo. Na mimi Baba mtakatifu, nikiwa miongoni mwa hao, ninaomba kwamba ukaze mioyoni mwetu tabia yako ipate kukaa mahali penye wa ujinga wa kwanza wa kukudhania kuwa wewe ni muuaji na katili, ambaye kwa sababu ya neno lako kutokukubaliwa unaamuru ubaya kuwapata wanadamu. Bali Bwana, ukweli mtakatifu unaokuacha wewe ukiwa mtakatifu katika akili zetu na safi, usiye na wala doa wala kunyanzi, hayo Bwana, mawazo haya yachukue nafasi ya ujinga na kukufikiria vibaya kuliko kuwa ndani ya akili zetu hapo mwanzo. Ni neema yako tu Bwana inayotosha kufanya hayo, nami ninaomba kwamba hata katika mwisho wa kutazama kwangu video hizi, Baba mtakatifu, nipate kubadilishwa na kukutazama kama mwokozi katika hatari zote, wala sio mwangamizaji. Naomba kwa jina la Yesu Bwana wangu, amina. Itazame dunia, tazama wakazi wake, wameridhika tena hawana habari.
kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza kabisa, maandiko yanasema, kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza aya ya 9, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mwisho wa kunukuu. Katika sura ya 3 pia aya ya 15, maandiko yanasema, kitabu hicho cha Mhubiri, yale yaliyoko yamekuwako, na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Kwa nini tunasoma maandiko haya? Kwa maana katika akili zetu wengi tunajua kwamba Mungu kuna mambo fulani ambayo ni siri yake, ambayo yanahusu wokovu wetu, ambayo kimsingi tunaweza kukutana nayo siku tu ya hukumu, ambayo kimsingi itakuwa ni surprise kwa ajili yetu, ambapo yatakuwa yanahusu matendo yetu ama maisha yetu ama matokeo ya maisha yetu ya hapa duniani. Kufikiria hivyo ni kosa kisheria. Kwa nini ni kosa? Kwa maana Yesu aliwahi kutangaza yeye mwenyewe ya kwamba watumwa hawajui bwana wao afanyalo, lakini sisi hatui watumwa, kwa sababu Yesu ametandaza mbele yetu mpango wa wokovu. Ameweka mbele yetu kila hatua na kila matokeo ya kila dhambi ameweka mbele yetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 aya ya kwanza kabisa, maandiko yanasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike wakazaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Aya ya 4, na Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analouwaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mwisho wa kunukuu. Aya ya 6. Hivi tunapoongea hivi, kile kinachozungumzwa hapa kimeandikwa miaka mingi sana iliyopita, na kilitendeka miaka mingi sana inayozidi 1400 iliyopita, ambayo kimsingi ukisoma ukaangalia na ulimwengu wetu tunaoutazama leo hii, tunaona kwamba ni kama tumeandikiwa leo, kwa maana tumeonekana matendo yetu tunayoyatenda. Inaonekana kwamba ni kile ya kwamba kila kusudi analolifanya mwanadamu na kila wazo Bwana akaona kuwa ni maovu tu duniani, na kwamba kila analoliwaza moyoni mwake mwanadamu ni baya tu. Sasa kesi yetu sio hiyo saa hii. Kesi yetu sio hiyo. Kesi yetu ni Mungu baada ya kuona hivyo huwa anafanyaje? Sijui swali hilo limeeleweka. Baada ya kuonekana mwanadamu kila jambo analolifanya ni baya tu machoni pake, Mungu akiona hivyo huwa anafanyaje? Je, vile tunavyofikiri huwa anafanya ndivyo ilivyo kweli? Kwa nini tunaulizana hivi? Kwa sababu inawezekana tukawa kwamba tunajiweka kwenye nafasi ambayo kama tungekuwa sisi ndiyo Mungu, halafu tumeumba wanadamu, halafu wanafanya maovu hayo, kile ambacho tungefanya kulingana na akili zetu tulizonazo sasa hivi, pengine tunafikiri ndicho Mungu angefanya pia. Lakini kitabu cha Isaya sura ya 55, maandiko yanasema,
Isaya sura ya 55 tusome aya ya 6 hasa ya 8, ndiyo kusudi letu. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu. Hicho ndicho Mungu anafanya mara ya kwanza. Wale ambao ni waovu kabisa, kitendo cha kumrudia Bwana, yaani kukiri na kuungama dhambi na kutubu na kuamua kubadili njia kwenye Biblia haimaanishi zile ways tunazopitia za chini, zile za kwenye ardhi. Njia ni mienendo ya maisha ama mawazo yetu na matendo yetu kwa ujumla. Anasema kwamba naye atamrehemu. Anasema na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Kwa hivyo kama wewe uko hapo unafikiria kwamba umeshafikia hatua ambayo hauwezi kusamehewa, Mungu sio mwanadamu, hafikirii kama sisi. No matter wanadamu wanakutazama umefikia kiwango gani, haijalishi wewe uovu wako ukiupima hauwezi kuelezea, lakini as long as umeamua kuanza maisha upya na Bwana, Mungu anasema hivi, naye atamsamehe kabisa. Aya ya 8, maana mawazo yenu si mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana yake nini? Katika muktadha wa kila jambo tunalolifikiria na kuliwaza, ujue kwamba ni kinyume kabisa, sio hata vinapishana, zinakaribiana. Yaani ni kama mbingu na nchi na mawazo ya Mungu. Kwa maana gani? Kama wewe unafikiria kwamba baada ya, kama kwa mfano tuchukulie familia, wewe baba ambaye watoto wako wakishafanya uovu wa kuaibisha kwenye jamii, vile unavyofikiria kuwafanya sivyo Mungu anavyofikiria kutufanya sisi waovu. Sasa tunarudi kwenye swali letu. Baada ya kule Mwanzo sura ya 6 aya ya 5 kwamba Mungu ameona kila kusudi chini ya jua mwanadamu analolifanya na kuliwaza, kila neno analolitamka ni ovu tu. Unafikiri Mungu huwa anafanya aje? Mwingine angewahi tu kusema, sasa wewe unauliza swali gani hilo? Si waliwahi kufanya, akaleta maji wakagalikishwa, wakafanya wengine kule Sodoma na Gomora kule na ile miji mingine, ile Zeboimu na Adma, akaleta moto. Haya ni majibu ya shortcut ambayo kimsingi hayana support kwenye maandiko. Kwa nini hayana support? Kwa maana fikiria, kama Mungu akikosewa makosa makubwa kama yale, alafu anawaka hasira kama ya kwetu, anaenda kutekeleza kuchoma watu moto kama vile ambavyo sisi tunafikiria, unafikiri ukimkosea shetani atafanya aje? Shetani zinaye, kuna watu wako chini yake na malaika na wale ambao wako chini yake. Unafikiri wakienda kinyume na oda yake, yeye huwa anafanyaje? Kama Mungu anafanya hivyo na shetani, na kama wote huwa watafanya hivyo, kama wote watafanya hivyo, who is Satan and who is God? Hapo tunahitaji kuchanganua eti. Kwa maana Mungu hawezi kureact kama shetani anavyoreact. Kweli? Basi kama ni hivyo, Mungu huwa anafanya aje? Na huwa wakati mwingine na yeye anazidiwa na hasira. Unajua sisi hasira ikikupanda, mwanadamu umeshawahi kupata ana hasira mpaka analia, ila aliyemwashia hasira ni mtoto wake mdogo tu, anaweza kumwadhibu, ila mtu mzima akalia. Kwa nini? Anacholia sio kwamba anamuogopa yule mtoto mdogo ambaye ni mwanae, ila kiwango cha hasira kimezidi uwezo wake wa kutolerate. Uvumilivu wake umekuwa mdogo kuliko hasira alionayo. Je, Mungu naye kuna wakati huwa tunamchochea hasira yake inawaka kama hivyo? Na kama huwa inawaka kama hivyo, tofauti ya yeye na sisi anachosema kwamba mawazo yetu sio yake ni nini sasa? Hamna tofauti. Hamna tofauti. Kwa hiyo ni nini? Kama tulivyoona kutoka katika video hiyo hapo nyuma, ya kwamba wanadamu, hata sisi mwenyewe ukiwekwa kwenye kiti cha Mungu kaambiwa hivi, kwa dhambi hizi
wewe utafanyaje? Tuwezi kutoa uzima wa milele hata kama rehema ni nyingi kiasi gani kwa watu ambao wanaikataa. Sasa kitabu cha Warumi sura ya kwanza kabisa. Warumi sura ya kwanza, tusome aya ya 18. Imeandikwa, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Naomba nirudie. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Sasa maana yake nini? Kitu kinachoitwa hasira ya Mungu, ghadhabu, yani jaziba, sijui ni nini, yani ghadhabu hivyo kimeshadhihirishwa. Kudhihirishwa ni kufunuliwa, si ndio? Kiko exposed. Sasa kama kimefunuliwa na hatukijui ni kitu gani, tatizo liko kwetu. Uono wetu ni mdogo, sio Mungu, si ndio? Sasa Mungu alivyodhihirisha ghadhabu yake alifanyaje? Niendelea kusoma kwenye fungu la 19. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Anaendelea kusema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele, uungu wake, hata wasiwe na udhuru. So we do not have an excuse for our ignorance about God's way of doing things. Kwa sababu gani? Kama maandiko yanasema hatuna udhuru, na sisi tukajiwekea udhuru, ni sisi ndio tumeukimbia udhuru, tumezikimbia sababu zake, tumekimbia evidence Mungu ambazo amezifunua. Anasema kwenye fungu la 20 anasema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana na kufahamika na kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumheshimu, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Aya ya 22, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kimsingi, kama kwenye akili nina Mungu, kama mimi nitakuwa nina Mungu ambaye hatofautiani na wanadamu, mimi nilichofanya nimeubadili utukufu wa Mungu asiye kuwa na uharibifu kwenda kwa kiumbe mwenye uharibifu. Kwa ajili ya hayo ambayo tumeyaona hapo nyuma, pamoja na yale tutakayoendelea kuyaona, kwa ajili ya hayo na yale yaliyotokea kwenye Mwanzo sura ya 6 aya ya 5 na kuendelea kuanzia aya ya 1, Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakawakiana tamaa, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Aya ya 26 anarudia kile. Mungu anareact vipi kwenye hali tulio nayo sisi na uovu wetu? Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Ninaomba tukawie kidogo kwenye sentensi hizi. Walipata malipo yaliyo haki yao, ya upotevu wao yaliyo haki yao, baada ya kuachwa na Mungu, ama walikuwa naye saa hiyo? Kwa mujibu wa maelezo haya kuanzia fungu la 26 ni Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, na wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, kama unavyoona hapo, kama jinsi ambavyo tunaendelea kuona
ushoga na usagaji na matumizi ya miili kwa kadiri mtu anavyofikiria kwenye akili yake. Mtu akiamua tu acha nijichore hapa, anajichora matatu, unaelewa? Anasemaje, sijui ana kauli mbiu zao za kwamba mwili wangu ni mali yangu mwenyewe, unaelewa? Lakini hebu siku nyingine uende ukamwambie, bwana, unaweza kujibadilisha wewe ukuwe mrefu au uwe mfupi wakati huo. Hicho kitu hakiwezekani. Sasa basi, kwa kufanya hivyo, kwa kitendo hicho, Mungu aliwaacha. Lakini leo kikwazo kikubwa cha picha tulizonazo kwenye akili juu ya Mungu, kikwazo kikubwa kiko kwenye mimbari za wanaoitwa Wakristo, kwa maana wanatuhubiri kwamba Mungu ndiye atakayesimama mbele yao na kuwahukumu kama vile mahakama za hapa duniani zinavyofanya. Sasa muda wetu usingetosha kufafanua yote, lakini hebu tuone kitabu cha Petro wa pili sura ya 3, tuanzie tu aya ya 3. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iwapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo aya ya 6, dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Tunazungumzia hapo ni sura ile ya 6 tuliyoanza kusoma aya ya 1 na kuendelea, wakati wa Nuhu. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Mwisho wa kunukuu. Sasa mwanadamu akifika hapo, yeye anaona kwamba Mungu ndio yuko ametusubirishia tu, ametuweka, yani kama vile ametuweka akiba na tanuru lake kule la moto, anasubiria muda ufike achome wanadamu kwa moto ambao hawakubaliana na mapenzi yake. Hebu jamani, tutumie common sense. Kama Mungu akifanya kitendo hicho, kama Mungu akichoma miili iliyo hai ya wanadamu akaua, miili iliyo hai ya wanadamu akaua, hivi hao wanaochomwa walikuwa na kosa gani? Mwanzo tuchukulie sawa, mtu ambaye yuko tunamtazama sisi ni mwenye dhambi kuliko wengine, yule ambaye amemwaga damu za wanadamu wenzie sana kuliko wengine, si ndio? Yaani alikuwa anafyatua risasi, anaua watu, amemwaga damu za watu wengi duniani hapa, si ndio? Imagine hapa ndani tukikuwa kanisani, sisi washiriki wa kanisa, tukikuwa na mtu ambaye anachoma watu kwa sababu wamemkosea, anachoma watu na moto na petroli, anaua, tunamuita mtakatifu? Tunampea hata ushemasi kanisani akuwe deacon? Hawezi. Na hata kama alikuwa ni mzee wa kanisa, tokea hapo tunachagua mzee, tunakuwa tumemdisqualify, unaelewa? Sasa doa kubwa ambalo limetiwa kwenye akili zetu, uchafu ambao umejaa kwenye akili za wengi ni Mungu yeye kwa sababu ni Mungu, halafu sisi ni wanadamu. Yeye kwa sababu sisi ni mali yake, si ndio? Ni mkubwa, anaweza kufanya vyenye anaweza kufanya. Hiyo ni tabia ya kibinadamu ya kwetu, ambayo wanaotunga sheria mabungeni kwenye na parliament, anayekaa kule anatunga sheria, huyo akivunja yeye ni sawa tu, hamna shida. Wewe ukivunja anakugongea nyundo, unaenda jela. Hiyo ni tabia ya kishetani mahakamani. Lakini Mungu yeye ni mwenye
ni mwenye heshima, ana heshima kuliko yeyote. Hivi unafikiri wewe heshima ulionayo hiyo ndogo na mimi tunakuaga tumeitoa wapi? Ni Mungu ametupatia. Hasa kama Mungu amekupatia heshima, yeye alimaliza, alikupea yote ikaisha. Yeye ndio, kwa maana yake yeye ndio chemichemi ya heshima, si ndio? Hasa kuheshima, heshima ni nini? Kuheshimu wewe na maamuzi yako mwanadamu. Ndio maana ya sentensi kwamba anawaacha wafuate tamaa zao wapate malipo yao. Hakuna mkono wa Mungu unaohitajika aunyanyue akuletee adhabu wewe ambaye. Hebu tusome kitabu cha Mithali sura ya 13, labda maelezo yangu yatakuwa mafupi kwa kufanya hivyo. Mithali sura ya 13 aya ya 10, tuanzie aya ya 13. Maandiko yanasema, kila alidharauye neno hujiletea uharibifu. Kila alidharauye nini? Neno huwa analetewa na nani? Uharibifu, anajiletea. Unaelewa? Kitendo cha mimi kulidharau neno, uharibifu sio kwamba unatoka mahali mtu anakuja ameubebelea kwa box, anafika na ananifungulia ananiwekea. No. Kila alidharauye neno hujiletea uharibifu, bali yeye aiogopaye amri atapewa thawabu. Sheria ya mwenye hekima ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Yes, kwa maana kwa mujibu wa Yohana sura ya 1 aya ya 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Mungu. Sawa? Naye ukisoma fungu la 14, alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu atokaye kwa Mungu, amejaa rehema na kweli. Kwa maana gani? Kulidharau neno, neno ndio Kristo. Na anaendelea kusema kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi, kwenye John chapter 14. Unaelewa? Kwa hiyo kama wewe ukimdharau huyo ambaye ndio kupitia yeye peke yake utafika kwa Baba, wewe unahitaji mtu aje akuue? Si umeshajiua mwenyewe sasa? Kwa mfano, ndugu yangu Giravi, wewe ukijifungia hapa ndani, hakuna chakula, hakuna nini, ukajifungia hapa ndani, ukamaliza miezi 2, tutakukuta huko hai? Kutakuwa na Mungu ameshuka akakuua hapa ndani? Yaani umetoka, yaani ni kwamba uzima ulikuwa kwenye kula. Sawa? Hiyo ndio sheria. Kula ni sheria. Unaelewa? Sasa wewe umejiondoa kwenye sheria, umejiweka nje. Kifo unakikuta huko. Hakuna mtu atakuletea kifo, utakutana nacho mwenyewe, kama yani inevitable consequences ambazo huwezi kuzikwepa. Sasa hiyo ina maana gani? Kwa nini tunajifunza haya? Ni kwa sababu kama ukiangalia dhambi zinazofanywa leo na wanadamu hadharani, bahati mbaya zaidi, Mungu alisema kwa Yeremia, na mbaya zaidi hata kwenye nyumba yake, kwa wanaoitwa Wakristo, ushoga na usagaji vinabarikiwa kwenye mimbari. Hivi unaelewa? Wanapofanya hivyo, wameanza kwa kuwaaminisha kwanza washiriki kwamba anachokisema nabii ama mchungaji ama deacon yeyote, unaelewa, hicho ni cha ukweli. Imani za watu za washiriki kwanza zimewekwa kwa wapi? Kwa wachungaji wao na maaskofu wao hao na manabii hao. Unaelewa? Ndio maana unaona kwenye akiambiwa hivi, punga kitambaa, punga nini, unakuta wanachezeshwa tu, akifanya hivi na yeye anafanya hivi. Hajawahi kuhoji hivi, ngoja kwanza mchungaji, kwa nini tunapepea hivi kitambaa? Anaweza nyanyua mguu, weka mafuta, kanyaga. Unaelewa? Anafanya tu bila maswali. Na that's a cloud of people. Sio watu wachache. Sasa kwa nini wote wanaongozwa hivyo? Because tumeaminishwa kwamba ni wachungaji ndio wanadhamana ya wokovu wetu. Hiyo ndio kosa kubwa la kwanza. Sasa lakini tunachozungumzia sisi sasa hivi ni uovu huo unavyotendwa kwa jina la Kristo. Mtu mmoja mmoja ana jukumu la kuepuka kwa kuhoji na kuangalia maandiko yanasemaje. Kilicho mezani hivi leo sasa hivi tunachozungumzia ni Mungu huwa anasimama kumwangamiza mwenye dhambi kwa sababu amekataa kufuata maagizo yake. Kitabu cha Yohana sura ya 12. Tuone kama tutapata kitu. Okay.
Yohana sura ya 12 aya kuanzia ya 44 hadi ya 50. Nitasoma hizi aya 6. Baada ya hapo tutaweza kumuona Mungu kama tuko kwenye kujifunza kweli. Hatutamuona Mungu tena kama tunavyomtazama sisi saa hii. Ya kwamba naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka. Kwa maana Yesu anazungumzia kwamba yote nayo yafanya, yeyote atakayeniamini mimi haniamini mimi, bali anamwamini nani? Baba yake ambaye ni Mungu. Sasa mwenye hilo ambaye tunasema ndio anamiliki ziwa la moto. Umeelewa? Haya. Anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili niuhukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Unaelewa sasa? Yeye anikataye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho.